Kwangu mimi nadhani ilikuwa ni red card kabisa ambayo haikuwa na mbambamba, naweza kusema hivyo kwamba hakukuwa na lolote ambalo unaweza kusema kwamba haikustahili kuwa red card, lakini tunaweza kurudi sasa kwenye namna ambavyo tukio limetokea na namna ambavyo maamuzi yalitokea. Kwenye sisi tumebahatika kwa kuwa tuna hiyo nafasi ya kuangalia kwa mara ya pili, kwa maana tunaweza sasa kuanza kuanalyze tukio point by point, lakini unapokuwa wewe ndio muamuzi katika mchezo husika, nadhani kuna baadhi ya tukio inaweza likatokea wewe kama muamuzi usifanyaje, usilione. Na kwa scenario ya tukio namna ambavyo lilitokea, unaona kwamba tukio lilikuwa ni mpira wa kona, na muamuzi yeye akili yake zaidi ilikuwa kwa yule mtu ambaye anatenga mpira wa kona upande ambao linesman hakuna. Simelewana. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani mtu ambaye alipaswa kumsaidia muamuzi wakati moja kwa moja kwenye kuamua lile tukio alikuwa ni linesman wa pili, ambaye kimsingi pia yeye hakutoa ushirikiano ambao muamuzi alitaka, na ndio maana mara baada ya tukio lilivyotokea ukaona busara za muamuzi wakati alienda kwanza kwa linesman kwenda kuuliza, wewe, mimi sikuona, nilikuwa naangalia upande wa pili, wewe umeona nini? Sisi tumeelewana. Muamuzi wa linesman akasema kwamba yeye mwenyewe hajaliona vizuri tukio. Kwa hiyo na kwenye sheria ya uamuzi hauwezi kuamua tukio ambalo hujafanyaje, hujaliona, kwa sababu utaamua kwa misingi ipi? Kwa sheria ipi? Ili uamue inapaswa ulione tukio namna ambavyo limetokea na ujue ukadirie kwa aina ya tukio hili basi dhahiri shairi inapaswa kuwa kadi ya njano ama inapaswa kuwa kadi nyekundu, kwa sababu tukio umefanyaje, umeliona. Uwezi kuamua tukio ambalo haujaliona. Kikubwa naweza kusema kwamba ilikuwa ni red card straight kabisa ambayo haikuwa na shida yoyote, lakini muamuzi akuona. Lakini turudi sasa kwenye upande wa pili, kwa maana mchezaji ambaye amefanya tukio hilo, kwa maana Ibrahim Baka, miongoni mwa walinzi bora sana katika ligi kuu soka Tanzania bara na taifa kwa ujumla, lakini ameonekana kuwa na hiyo changamoto ya mchezo ambao usiokuwa wakiungwana katika kwa vipindi vya hivi karibuni. Kwa kiasi kikubwa tunaona katika ligi kuu soka Tanzania bara amekutana na rungu mara baada ya kucheza madhambi ambayo kimsingi yanahatarisha maisha katika mchezo zidi ya Young Africans na Mbeya City. Utagundua kwamba amekuwa na huo muendelezo wa kucheza madhambi ambayo yamekuwa yakihatarisha zaidi usalama wa mchezaji mwenzake. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani anapaswa kubadilika. Mchezo wa mpira miguu sio mchezo, sio vita, ni fair play. Kwa hiyo unapocheza kisha pia unalinda usalama wa mchezaji mwenzako. Kwa Ibrahim Baka ameonekana miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa kipaniki sana katika mchezo, na kuna nyakati kama madhambi ambayo ameyacheza jana hayakuwa na haja ya kufanya vile. Namna ambavyo tukio limetokea halikuwa na hiyo haja, kwa sababu kuna nyakati unaweza ukasema kwamba alikuwa na dhamira labda kucheza mpira, amekosa mpira, amefika kwenye mguu, lakini unaona mlinzi anakubuguzi kawaida, kwa sababu ipo katika eneo lake, lazima akishe wewe haupati nafasi. Why sasa wewe unampiga kiwiko? Kwa hiyo kwangu mimi nadhani kama ingekuwa ni michuano ambayo ina muendelezo, alafu pia kunakuwa na kamati ya kufanya tathmini na kutoa maamuzi baada ya mchezo, dhahiri shahidi Ibrahim Baka angekutana na hilo rungu, hata waamuzi pia, kwa sababu pia walishindwa kulitafsiri hilo tukio, huenda nao pia angekuwa katika hilo kundi. Kwangu mimi nadhani Ibrahim Baka anapaswa kubadilika. Mchezo wa mpira wa miguu sio mchezo ambao unahusisha sana matumizi ya nguvu peke yake. Kuna nyakati inabidi utumie akili na kujali afya ya mwenzako. Mara baada ya mchezo kumalizika, afisa habari wa kikosi Young Africans Ali Shabani Kamwe alikiri wazi kwamba ilikuwa ni straight red card kwenda kwa mchezaji wao Ibrahim Abdullah Baka. Lakini kama viongozi wamesema kwamba atakaa chini kuzungumza na mchezaji kwamba asiwe na panic mchezoni, kwa sababu itamtoa katika mchezo, lakini pia katika michezo inayofuata ya klabu bingwa barani Afrika. Ubora wa Baka katika kuzuia na kufanya kazi zote za kiulinzi, ni mchezaji mzuri. Kipi ambacho anapaswa kufanya? Kipi ambacho moja kwa moja azidi kuimarika, na kipi ambacho anatakiwa kukipunguza katika mchezo wake ili kufika mbali zaidi katika michuano ya AFCON? Alikuwa anahusishwa pengine kusajiliwa na timu kubwa pale nchini Uingereza. Nadhani kwanza anapaswa kutambua hii sio ligi ya mtaani. Hizi ni ligi ambazo zimekuwa zikifuatiliwa kwa kiasi kubwa, lakini pia watu wanapata fursa ya kuona zile picha za marudio. Kwa hiyo ukifanya tukio dhahiri shahiri inaenda kutengeneza CV mbaya katika rekodi yako, kwa sababu mwisho wa siku inaweza ikaja timu ikatamani kukusajili, lakini wakijaribu kupitia mkeka wako na kuona ni mchezaji ambaye leo unaweza ukawepo katika kiwanja, kesho usiwepo kutokana na adhabu ambayo utakayoipata, huenda kadi nyekundu ama kufungiwa na kamati husika. Kwa hiyo ukiwa mchezaji design kama hiyo dhahiri
dirisha hili utaziweka mbali fursa adhimu ama fursa kubwa zaidi, kwa sababu kucheza Young Africans haimaanishi kwamba umeshamaliza, kwa maana kuna maisha zaidi ya Young Africans. Ukiacha Young Africans ni taasisi kubwa ama club kubwa, unaweza ukaitumia kama sehemu ya njia ya wewe kwenda katika sehemu nyingine. Sasa unapokuwa ni mlinzi wa daraja hilo la kucheza kama Young Africans, mlinzi ambaye kwa sasa kila mtu anatamani kuwa na wewe, sasa unapaswa kuna baadhi ya vitu uvirekebishe. Hususan lazima ujaribu kubadilisha akili yako namna ambavyo unapaswa kucheza. Tushashuhudia kwa miaka ya nyuma, tuliwahi kuona walinzi machizi kweli kweli, lakini dunia ilikuwa inawabeba hivyo kwa maana walikuwa wanaonekana bora. Kwa miaka ya zamani ilikuwa mlinzi ukiwa chizi mwendazimu, lafu mtu ngumi vipepsi ugomvi ndio unaonekana wewe ndio mlinzi bora kwa miaka ya nyuma, lakini this time around tumetoka huko, kwa maana mlinzi lazima kwanza asifiwe kutokana na akili ambayo yuko nayo. Zamani ulinzi ni nguvu na matumizi ya rafu, yani hivyo fujo, lakini sasa hivi mchezo wa mpira miguu umebadilika. Ni mchezo ambao ulikuwa ni mchezo ambao umekuwa na matumizi mengi ya akili zaidi na sio nguvu, na katika kuboresha hilo ndio maana umeona kuna sheria nyingi zimezidi kuongezwa kila baada ya siku. Unaona namna ambavyo hukumu pia zimekuwa zikitoka kwa watu ambao wamekuwa na utovu wa nidhamu. Kwa hiyo lazima hatoke huko, kwa maana hajui kwamba sasa hivi mpira umebadilika, watu wanatumia akili na sio manguvu na sio huo undava ambao zamani ilikuwa mlinzi mpira ukija umeka kifuani twende kwao. So funga meza ambapo umezungumza, ni sawa kuzungumza kwamba Ibrahim Baka ameelewa sifa? Kulewa sifa siwezi kuweka katika hilo kundi, lakini kwa naweza nikajaribu kufikiria kwamba ni hasili ya walinzi wengi ambao wanatoka katika visiwa hivi vya karafuu. Ukijaribu kuangalia tangu yani ni aina walinzi hao, utakumwangalia miaka hivi karibuni kina Ninja, yani walinzi ambao yani wao nguvu ndio wanaona ni sehemu kubwa ya mchezo katika, na wanahisi kwamba ukutumia nguvu ndio wewe ni beki bora. Kitu ambacho sio sahihi. Mchezaji mzuri ni yule ambaye anatumia akili zaidi kuliko nguvu. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani ukiacha kwanza hulka ambayo yuko nayo, cha pili ambacho kwangu mimi nakitazama zaidi kwa Ibrahim Baka, asili ya sehemu ambayo ametoka. Walinzi wengi ambao wanatoka katika visiwa vya karafuu, wengi wanapenda matumizi sana ya nguvu. Hata ukiangalia na Sebo namna ambavyo wanacheza, wanapenda sana kutumia nguvu kuliko akili, kitu ambacho kwenye football hatukifagiri kwa sasa hivi. Kwa hiyo utagundua kwamba wenda sehemu ambayo ametoka asili ya walinzi kutoka Zanzibar wana hiyo itikadi ya kuamini zaidi matumizi manguvu kuliko kutumia zaidi akili. Wamekuwa na wachezaji wengi bora katika maeneo mengi. Sasa ni wamekuwa na baraka kubwa katika eneo la katikati. Wanakuwa na viungo wengi wenye akili kubwa, lakini sehemu yao ya walinzi wengi ambao wanatoka visiwani Zanzibar wanapenda sana kutumia nguvu kuliko akili. Yes. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.